Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni alfabet za lugha ya Kiarabu. Ziko tofauti na alfabet herufi za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na ziko na utofauti na alfabet herufi 26 za lugha ya Kiingereza. Herufi za abjad zimegawanyika katika makundi manne. Kila kundi moja kuna mgawanyo wa herufi 7. Katika kundi la kwanza la herufi za abjad zimegawanyika katika kundi la asili ya moto, na kundi la pili limegawanyika katika kundi la asili ya udongo, na kundi la tatu limegawanyika katika kundi la asili ya upepo, na kundi la 4 limegawanyika katika kundi la asili ya maji. Kama ambavyo sisi binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Ni herufi ipi ya abjad ambayo nakuletea hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu miujiza na maajabu ya siri nzito ya herufi lam. Kwa yule mtu anahitaji kuita kiumbe, namaanisha kuita kiumbe jini, katika masiku 7 anahitaji kukaa riadha katika siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili. Namaanisha siku ya Kamar, siku ya Mirikh, siku ya Utwardi, siku ya Mushtara, siku ya Zuhrat, siku ya Zohar na siku ya Shams, siku ya Jumapili. Anachotakiwa kukifanya, ujikurubishe na kuswali swala 5 katika masiku 15, na uache kula vitu vinavyotokana na roho. Sawa Na inapokuwa inafika muda wa saa 7 ya usiku, sawa utakuwa unasoma herufi hii ya lam ukiwa umeangalia kibla, unatia nia utajikunana na viumbe au kiumbe jini mwenye kheri. Utasoma herufi hii ya lam mara 2033. Baada ya kumaliza utasema ya Allah kun fayakun, ya Allah kun fayakun mara 366. Fanya mwendelezo kwa muda wa siku 7. Hakika ni njia rahisi ya kuonana na kiumbe jini. Kwa idhini yake Allah, kiumbe wako atawasili. Hii ni miujiza ya herufi lam. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kiongeza kipato chake na anahitaji kuondokana na maisha ya dhiki pamoja na maisha ya kifukara, na anahitaji kuondosha mapepo machafu katika nyumba yake au katika mwili wake, iandike herufi hii ya lam mara 99 katika siku ya Zuhrat, inamaanisha siku ya Ijumaa, wakati wa jua kuchomoza, wakati wa jua kuzama. Wakati unakuwa unaiandika mara 99, utakuwa unasoma utajo huu ya qafi ya anin, ya qafi ya anin, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika mara 99. Hiyo karatasi ziandike ziwe 2 mara 99 kupitia miski pamoja na dhafarani. Moja utaloweka katika maji, utatumia kukoga katika sehemu safi, sio sehemu chafu, na utatumia kama kombe kunywa. Kisha nyingine ifunge, itumie kama azma katika
pochi lako, basi hakika kama ulikuwa unasumbuka na viumbe wachafu, roho chafu zitakuwa ni zenye kukimbia. Na pia ukiamua pia ile tarasimu ambayo umeleweka katika maji ukatumia kupigia deki katika nyumba yako, kukosha, kusafisha, basi roho chafu na shetani watakuwa ni wenye kukimbia. Haya ni maajabu ya herufi Lam. Kwa yule mtu anayehitaji kufunga ndimi za maadui zake au kufunga ndimi za watu, yani kufunga zile kauli zao chafu ambazo wanakuwa wanapenda kumzungumzia, au unahitaji kupata kinga, sawa iandike herufi hii ya Lam katika siku ya Atward, wakati wa muda wa usiku, wakati wa utulivu. Na wakati unaandika utaandika mara 75, na wakati unaandika utakuwa unasema utajo huu ya Shakur ya Ghafur, ya Shakur ya Ghafur, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika. Kisha azma hiyo iweke katika chupa, chukua na shubiri, kisha funga. Nenda katika lalo la zamani, nenda kaizike kwa manezo. Basi hakika kwa idhini yake Allah utafunga ndimi za maadui na walimwengu wenye kusema vibaya. Na pia azma hiyo pia ukiifanya kama kinga, pia ukawa unatembea nayo, pia itakuwa ni kinga ya vita ya kishetani pamoja na wachawi. Aidha ukaiweka katika nyumba yako, aidha ukatembea nayo, basi hakuna mchawi atakayekuchezea. Hii ni miujiza ya herufi Lam. Kwa yule mtu anayehitaji kuadhibu maadui zake na awape wasiwasi wale maadui na wakose usingizi, inapofika wakati wa usiku, fanya umwendelezo katika muda wa siku 7. Nyota zinapokuwa zinatoka, elekeza sura yako juu, macho yako yawe juu pale nyota zinapokuwa zimetoka. Tia nia kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, maadui zangu ninaowafahamu na nisiowafahamu, na kwamba ya Rabbi wakose usingizi na wakose nguvu ya kufuatilia maisha yangu na wasifanikiwe kile wanachokusudia. Kisha soma herufi hii ya Lam mara 75. Hakika kwa idhini yake Allah, baada ya siku 7 wale maadui watadhoofika na watakuwa wanakosa usingizi na wataacha kabisa kufuatilia mambo yako. Na kwa yule mtu ambaye anahitaji kukidhiwa haja yake, na maanisha kipato chake cha riziki kiongezeke, awe ni mtu mwenye bahati na awe tajiri, unachotakiwa kukifanya katika siku ya Jumatatu, na maanisha siku ya Kamar, inapofika wakati wa mwezi kuandama, yani mwezi unapokuwa umeandama pale unaonekana, sawa andika herufi hii ya Lam mara 333 katika karatasi nyeupe, na wakati unaandika utakuwa unasoma utajo huu, majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu, ya Raqib ya Mujib, ya Raqib ya Mujib, mpaka utakapokuwa umemaliza kuandika mara 333. Ichukue hiyo karatasi, nenda kaweke katika azna ya pesa zako unapokuwa unaweka, sawa Hakika utakuwa ni mtu mwenye bahati kubwa sana ya kushika fedha. Na pia inapofika tena katika siku ya Mirikh, na maanisha siku ya Jumanne, utaiandika herufi hii ya Lam mara 333 wakati mwezi ni mwandamo wa mwezi pale. Utakapokuwa unaandika pia utakuwa unasomea huo utajo, ya Raqib ya Mujib, ya Raqib ya Mujib. Kisha hiyo azma nenda kaitupe baharini. Hakika wale majini na viumbe wenye kheri wa baharini, basi watakuwa wanakupambania wewe ili uweze kupata mali, sawa Na inapofika siku ya Utwardi, na maanisha siku ya Jumatano wakati wa mwezi kuandama, pia utaandika herufi hii ya Lam mara 333. Kisha wakati unaandika utakuwa unasoma majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu utakapokuwa umemaliza kuiandika, ya Raqib ya Mujib, ya Raqib ya Mujib. Kisha nenda karatasi hiyo azma kaitupe katika mto mkubwa. Basi hakika wale viumbe wanatawala miliki ya mto.
hakika kwa idhini yake Allah watakupambania kupata mali. Na pia inapofika siku ya Mushtara, siku ya Alhamis, na inapofika siku ya Ijumaa, namaanisha siku ya Zuhrat, na inapofika siku ya Jumamosi, siku ya Zohar, na inapofika siku ya Jumapili, siku ya Shams, siku ya jua, fanya huo mwendelezo wakati wa mwandamo na masaa yale yale. Wakati wa mwandamo wa mwezi, sawa, utaandika herufi hii ya lam, na maanisha kwa muda wa siku 7, sawa. Kisha utakuwa unafanya huo mwendelezo katika masiku 7 katika mwandamo wa mwezi, na utakuwa unaandika herufi ya lam mara 333, na utakuwa unasoma utajo huu wa majina matukufu ya Mwenyezi Mungu, ya Raqib, ya Mujib. Kisha kama nilivyokuelekeza katika karatasi 7 ambazo utakuwa umeziandika katika mwandamo wa mwezi, karatasi ya kwanza nilisema utaiweka pale na kuhifadhia azma ya pesa zako, na karatasi ya pili utaenda kuitupa baharini kwa manuizo, na karatasi ya 3 utaenda kuitupa katika mto kwa manuizo, na karatasi ya 4 nenda kaitundike katika mti mkubwa kwa manuizo, na karatasi ya 5 utaenda kuizika njia panda, na karatasi ya 6 utaenda kuizika sehemu yenye mkusanyiko wa watu, na maanisha sehemu yenye soko, na karatasi ya 7 utaenda kuizika katika makaburi. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa ni mtu tajiri, utakuwa ni mtu mwenye kipato, na riziki haitoweza kukosekana katika maisha yako. Haya ni maajabu na miujiza ya herufi lam, herufi hii ya abjad. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete za bahati, pete original zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji pete za majini, pete zilizofanyiwa kafara za wanyama, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha. Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha, ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au mbaba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa. Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.